Ndugu zangu wa Tanganyika, mambo vipi? Na nyie watu wa CCM, nyie machawa ambao kazi zenu ni kupiga kelele tu, hata ni wajinga, hamjui chochote. Ujinga ni mzigo, ndugu yangu, naombeni ni watue. Tulikuwa tunaongelea hapa kuhusu kuuzwa kwa reserve ya gold, mkaja hapa mkatukana wengine. Haya, jana wameongea nini? Banki Kuu wamesema nini? Huko bungeni Mwigulu amesema nini? Sasa ngoja ni watue ujinga wenu, kwa sababu inaonekana mmelemewa sana, hata mwezi kufikiria. Swala la kuuzwa dhahabu ya taifa, swala la kuuzwa reserve ya dhahabu ya taifa lilitakiwa lijadiliwe bungeni, sio rais apitishe. Lilitakiwa liwe ni mswada bungeni, ni mjadala bungeni, wabunge wapige kura, waamue kwamba ndio ziuzwe au hapana, kwa sababu Benki Kuu sio mali ya rais. Sasa walivyo wajinga, jinsi ambavyo tunaongozwa na wajinga na wapumbavu, mswada hujapelekwa bungeni, Samia ndo kapitisha. Wabunge hata hawajui chochote, kazi yao ni kupiga makofi na kumsifia rais azifu. Hilo bunge ni bunge la Samia Suluhu. Yaani ukisikiliza bunge unacheka, yaani unacheka. Imekuwa bunge ni wabunge wanaochamba wananchi wao. Like what the hell? Miezi mitatu tukuingia madarakani wameshauza gold, wabunge hawajui, wao kazi yao ni kupiga tu makofi na kushangilia. Ndugu zangu wa Tanganyika, bwana, hazina iko nyeupe, haina pesa. Hazina kumeishiwa, serikali iko empty, Benki Kuu haina hifadhi ya pesa. Samia na serikali yake walichofikiria cha maana sana kufanya katika situation hiyo ni kwenda kuuza dhahabu ya nchi ili kumalizia so called maendeleo, miradi ya kimaendeleo. Samia alijua kwamba wakati anatuua Watanganyika, wakati anamwambia wazungu kwamba who are you, alijua kwamba sijui atapata wapi hela za kuendesha taifa. Nadhani alijua atapata kwa Waarabu. Na Waarabu sasa uchumi wao mafuta, yaani Waarabu wanabana matumizi kwa sababu bei ya mafuta imeshuka duniani. Kwa hiyo Waarabu hawana pesa za kuchezea tena. Samia amebana pabaya, wazungu hawampi tena pesa za misaada. Amekopa, yani amekopa mpaka sasa hivi anaona aibu. Sasa alichoamua sasa hivi aende akauze hifadhi ya taifa ya dhahabu ili apate pesa za matumizi za kuhongana huko na kula bata, kwa sababu hamna pesa katika hata hii dhahabu ikiuzwa. Hii pesa itaenda kwenye maendeleo yote, kwa sababu hizo pesa, yani wakati wana pesa za mikopo, wakati wana pesa za misaada za wazungu, wameshindwa kumalizia hiyo miradi ya maendeleo. Sasa hivi wanategemea wakaimalizia kwa pesa za kuuza hifadhi ya taifa ya dhahabu. Yani tunaongozwa na watu vichasa na wapumbavu. Kipindi kama hichi, badala ya kubana matumizi yasiyokuwa na lazima, wabanane kulipana mishahara yao mikubwa ambayo ni ya anasa, waipunguze. Wapunguze kuhongana pesa na kutumia pesa na kula keki ya taifa vibaya, kila mtu anavyo